Baba yangu na Mungu wangu, tuko tayari kabisa. Uje na kibali, uje na wingu, alafu uingie kwenye mioyo yetu, na ikiwa kuna mizigo uende nayo. Na tangu sasa tumefungua mioyo yetu, ndio maana tumeishika ili uingie wewe. Na kibali hiki ambacho tumeweka kiwe na upendeleo, na maneno yako yatakapofika iwe wa kwanza kupokea, katika jina la Yesu Kristo, amen. Pigia Yesu makofi hapo. Vita vimekoma, vimeshindwa na uzima, nasi viwe daima. Bwana Yesu haleluya, 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 Bwana Yesu haleluya. Lakini vimeshindwa na uzima. Kuna uzima ukikaa ndani yako utaishinda vita. Haijalishi ni wimbi gani liko duniani, lakini ikiwa una uzima ndani yako, uzima huo utaishinda hiyo vita. Na kadri utakapozidi kuimba haleluya, haleluya na Yesu ataishinda hiyo vita. Hata kuweka magonjwa mbele yako, uzima ungali ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni siku nzuri Yesu ametupa, Jumapili ya baraka. Twende tukajifunze neno la Yesu. Joshua mlango wa 5 pamoja na wa 6. Yoshua. Kichwa cha somo kinasema, katika safari ya kuelekea katika baraka zako, ni nani amesimama mbele yako? Katika safari ya kuelekea katika baraka zako, ni nani amesimama mbele yako? Soma Zaburi, kitabu cha Joshua mlango wa 5 mstari wa 13 hadi wa 15. Utaendelea hapo mbele mlango wa 6 mstari 3 tena. Karibu mtumishi wa Yesu uliyepata. Kitabu cha Joshua sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 15. Amen. Amina. Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia. Na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake. Kumbe kuna mtu mwanaume amesimama mbele yake. Naye alipokuwa na upanga wazi mikononi mwake, ndio Yoshua akamwendea na kumwambia. Yoshua akamfuata yule mume akamwambia, Je, wewe upande wetu? Uko upande gani? Au upande wa adui zetu? Akasema, la. Lakini nimekuja sasa. Kwanza nimekuja. Mimi amiri wa jeshi wa Bwana. Mimi ni amiri jeshi wa jeshi la Bwana Yesu. Yoshua akapomoka kiuso. Yoshua akasujudu chini. Hata chini. Mpaka ardhini. Naye akasujudu chini ya miguu yake. Akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Ni yapi maagizo ya Bwana Yesu kwangu? Huyo amiri wa jeshi la Bwana. Yule amiri jeshi wa Bwana Yesu akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako. Jambo la kwanza, vua viatu vyako miguuni mwako. Kwa kuwa mahali hapa usimamapo ni patakatifu. Kwa kuwa mahali usimamapo sasa ni mahali patakatifu. Yoshua akafanya hivyo. Twende mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Amina. Ninasoma kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Ndio. Nasoma kwa msaada Yesu Kristo. Amen. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa. Kumbe Yeriko ilikuwa imefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Sababu tu ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Hakuna aliyetoka
aliyetoka wala aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua. Bwana Yesu akamwambia Joshua sasa, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako. Ndio. Na ufalme wake. Ndio. Na mashujaa wake. Ndio. Nanyi mtauzunguka mji huu. Watu wote wa vita. Watu wote watazunguka mji huo. Mkiuzunguka mji mara moja. Ndio. Fanya hivi siku 6. Fanya hivi kwa siku 6. Na siku ya 7 uje umwabudu Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza somo linalosema katika safari ya kuelekea katika baraka zako ni nani amesimama mbele yako. Tukaanzia mlango wa 5 kwa sababu gani? Tunataka kujua Joshua alikuwa anaelekea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, Yeriko ni mji ulio karibu kabisa na mji wa ahadi au mji wa Yerusalemu. Huu mji uko karibu kabisa na mahali ambapo Waisraeli waliingia kwa mara ya kwanza katika nchi ya ahadi. Ni mahali ambapo walianza kufikisha miguu yao. Joshua alipokuwa amesimama katika ule mji wa Yeriko, akakutana na mwanaume. Akaona mume amesimama mbele yake. Lakini hakumuona tu mpaka alipovua macho yake. Biblia inasema Yoshua akavua macho yake na tazama mtu mume amesimama mbele yake. Kumbe asingevua yale macho, asingemuona mtu aliyesimama mbele yake. Na aliyekuwa amesimama mbele yake alikuwa anajitambulisha, anasema yeye ni amiri jeshi wa jeshi la Yesu. Na kuvua macho ni kufanyaje? Ni kubadili mtizamo. Akabadili namna alivyokuwa anaona. Akataka hivi, nitapita hapa mpaka lini? Maisha yangu yatayapitia mpaka lini? Hebu ngoja nibadili mtizamo. Maana hapa niko mji wa Yeriko. Natakiwa kuelekea kwenye baraka zangu. Lakini mbona bado nakwama? Ni nini kinachonikwamisha? Ni nani amesimama mbele yangu? Mbona Yesu ameshanivusha? Mbona sielekee kwenye hizo baraka ambazo Yesu ameniahidi? Yoshua akabadili mtizamo. Akavua macho yake. Biblia inasema alipovua macho akamwona mtu mume amesimama mbele yake. Ina maana mtu alikuwepo tu, lakini asingevua macho angebaki kama alivyo. Angebaki na mtizamo ule ule. Huenda angebaki na asili ile ya kumsumbua Mungu njiani. Lakini kutokana na yeye kukubali kwamba sasa Mungu nibadili jinsi ninavyoishi, nitembee kama Yesu anavyotaka, huenda nikaona kitu kigeni mbele yangu. Akaona mtu mume amesimama mbele yake. Na alipomuona hakuishia kumuona. Kumbe unapobadili mtizamo unapata ujasiri pia. Hakumuogopa yule mtu. Akamuuliza, wewe nani? Uko upande gani? Uko upande wa adui zangu au uko upande wangu? Yule mtu kumbe alikuwa ni malaika wa Yesu, ambaye alikuja kumtia Joshua nguvu, ambaye alikuja kumpa Joshua mbinu za vita, ambaye alikuja kumpa Joshua mbinu za kumuondoa mtu aliyesimama mbele yake. Akamwambia, mimi ni amiri jeshi wa jeshi la Yesu. Kwa mimi niko upande wako. Kumbe ukibadili mtizamo, Yesu atakuinulia mtu ambaye atakuwa rafiki yako, atakutenganisha na maadui, atakutenganisha na washirikina, atakutenganisha na marafiki wataabishaji. Kuna watu umefuatana nao kwa muda mrefu. Kutokana na wewe kutokubadili mtizamo. Kutokana na wewe kutokubadili mtizamo ili Yesu akupe macho. Hujui hivi ni rafiki kweli au ni mtabishaji. Na hao marafiki tumekuwa nao muda mwingi. Ukiamka asubuhi unaye, ukilala jioni unaye. Kila wakati anaanza kusema uliota nini usiku. Kwa nini? Anadhimisha maono yako. Lakini ungekuwa umekubali mtizamo, kubadili mtizamo, Yesu angekuonyesha ni nani amesimama mbele yako. Yesu angekuambia nani, kwa nini hauvukaji? Ni nani unafuatana na gani lakini hauvukaji? Yesu apewe sifa. Ni kweli. Umepita mahali pagumu, ni kweli. Ikafika siku Yesu akakuvusha, ni kweli. Umetoka Misri kwanza kipindi cha utumwa. Kipindi kigumu, ukapita kwenye neema. Yesu akakulisha mana. Kipindi ambacho ulikuwa hujui hata kuomba. Lakini umeendelea hatua na Bwana Yesu. Lakini umefika mahali umesimama. Huendi mbele wala haurudi nyuma. Umejiuliza ni nini? Ni kwamba huenda hujabadili mtizamo. Hujakubali kuvua macho ili Yesu akuonyeshe nani amesimama mbele yako. Ili Bwana Yesu akupe ujasiri. Akumuulize, hivi wewe unakuwa rafiki yangu kweli au unakuwa mtabishaji? Hebu kubali kutangaza msimamo. Bwana Yesu apewe sifa. Kubali kutangaza msimamo ili Yesu akupe mbinu za vita, ili Yesu akupe mbinu za kutoka hapo mahali ulipo. Joshua alikuwa mjini, ni kweli, katikati ya mji wa Yeriko, akielekea kwenye nchi ya ahadi. Kama ambavyo hata wewe
wewe Yesu ameshakutoa mahali ulipokuwa pagumu, amekuleta mahali pengine, na umejikuta umebaki mahali pale. Halikuwa mjini, sio kijijini hapo. Ni mahali ambapo unauelewa kabisa. Lakini akajiuliza hizo sasa naelekeaje? Biblia inasema kwenye mlango wa 6 unasema Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa ajili ya wana wa Israeli. Wakaruhusu hakuna kutoka wala hakuna kuingia. Lakini ukikumbuka hapa nyuma, Yoshua ameshakutana na malaika ambaye ni amiri jeshi wa jeshi la Yesu. Si kwamba walikutana tu, ni kwamba alikuja amfundishe mbinu za vita. Amwambia sasa hivi, mimi nimesimama mbele yako ni kweli, lakini mbele yako tena kuna ukuta wa Yeriko. Utakapojinyima ukivuka, Biblia inasema ulifungwa hakuna kutoka wala kuingia. Kuna maisha, unaona kuna mahali unapita, umesimama hapo na mnaiko muda mrefu. Hautokaji wala uingii. Si ndoa, si kazi, sio biashara, sio ujenzi. Hebu ifike mahali Yesu akupe mbinu za vita. Uamshe huo ukuta uliosimama mbele yako. Yesu akuvue macho. Uone kama Yesu aonavyo. Ili uone huo ukuta unaokaga mbele yako. Hivi kwa nini utokaji hapo ulipo? Umenunua kiwanja kimegandia hapo ni miaka. Kimekanyako kimechungiwa mbuzi mpaka kimechoka. Uweze kuweka nyumba. Ni ukuta gani ulioko pale ni uangushe? Mwambie Yesu abadili mtizamo wako. Akukutanishe na malaika wake. Akupe mbinu za vita. Mbinu. Anataka mtume mtu ambaye atakupa mbinu sasa. Lakini inakutegemea wewe. Mbinu Yesu anazo. Malaika yuko mbele yako. Anakungojea wewe tu ubadili mtizamo. Yesu apewe sifa. Anakungojea wewe. Hebu tangaza msimamo ili safari yako iwe nyepesi. Yesu akupe ujasiri. Biblia inasema Yoshua baada ya kukutana ule malaika alimwambia vua viatu vyako. Alitaka nini? Alitaka sasa Yoshua aondoe ule utayari aliokuwa anatembea nao kwenye ule mji. Atembee kama Yesu anavyotaka. Alitaka sasa amvalishe viatu vyake. Aondoe asili ya zamani. Asili aliyokuwa anatembea nayo tangu alipotoka Misri. Alikuwa na asili ya manunguniko. Alikuwa amezoea kuchoka, amezoea umaskini, amepita mahali pagumu. Yesu akataka sasa, ngoja nimvue viatu vya jangwani. Nitakapomuingiza mjini, nitakapomuingiza nchi ya ahadi, asiingie na malawama tena. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo Yesu anakuambia, vua viatu vyako. Njia unaotembelea kuibadilishe. Kaa unaokaa kama ndio imekusababisha wewe uvukaji, au uendaji mjini, au ufikaji Yerusalemu, au ufikaji ahadi, au ufikiaji baraka zako ambazo umemwomba Yesu kwa muda mrefu. Hebu vua viatu unavyotembelea. Vua asili unaotembelea. Badilisha ongea yako, badilisha usemi wako. Kama ni marafiki badilisha. Yeyote ambaye umegundua kwamba ndiye amesimama mbele yako akawa sababu ya kutokuvuka, hebu fika mahali umweke pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Maana unapovua macho yako, Yesu anakupa na ujasiri. Unakuwa na jeuri kabisa ya kuuliza hivi, wewe uko upande wangu au uko upande wa adui? Yesu apewe sifa. Usitembee kwa namna yako kwa muda mrefu, maana Yesu anakuhitaji. Kazi mwingine maisha hayatoki wala hayaingii. Watu wamebaki mahali pamoja. Wameombewa. Ni kweli. Yesu amewasaidia, ametembea nao. Hawatoki hapo walipo. Kila siku wako pale pale. Yesu akuongoze sasa uingie mjini. Na utakapofika mjini, ukutane na amiri jeshi wake, akufundishe mbinu za kutoka hapo ulipo. Yesu apewe sifa. Ukuta ni kizuizi chochote ambacho kimekuwa sababu ya mtu kutokuvuka. Unapoona hata mtu yote amejiwekea ukuta nyumbani kwake, amejizuia, amezuia. Anachokitaka ndio atakachoingia nyumbani kwake, ambacho hakitaki akiwezi kuingia. Hali kadhalika, unapoona mtu amewekewa ukuta, ina maana nyimo akiingia upande wa pili. Ni lini utakuweza kuingia upande wa pili? Hiyo nguvu iko ndani yako. Yesu apewe sifa. Hiyo nguvu iko ndani yako. Muombe Yesu akupe mbinu za ushindi. Utazipataje? Lazima uwe na agano na Bwana Yesu ili kila siku awe anakusemesha toka hatua hii kwenda hatua hii. Luka mlango wa 10. Nzoka nisomea mstari wa 30 mpaka wa 37. Ni nani akataka kuelekea baraka zako? Ni nani amesimama mbele yako? Yesu akajibu akasema. Bwana Yesu akamjibu akasema. Mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko. Kuna mtu mmoja alitoka Yerusalemu kuelekea Yeriko. Akaangukia kati ya wanyang'anyi.
Kwa bahati mbaya akaangukia kati ya wanyang'anyi. wakamvua nguo, Wale wanyang'anyi wakamtoa nguo, wakamvua nguo. wakamtia jeraha, Tena wakampiga mpaka wakamjeruhi. wakaenda zao. Wakamaliza wakamwacha hapo wakaishia zao. Wakamwacha karibu ya kufa. Wakamwacha chukuchuku karibia afe. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile. Kwa bahati nasibu kuhani mmoja mzee wa kanisa akapita njia ile. Na alipomwona alipita kando. Yule mzee wa kanisa kuhani alipomwona akapita kando asimjali. Na Mlawi hivyo hivyo. Na Mlawi vile vile akamwacha hivyo. Alipofika pale akamwona. Akapita kando. Akapita kando vile vile. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo. Kwa bahati tena Msamaria mwema akawa amepita njia ile. Na alipomwona alimhurumia. Yule Msamaria mwema alipomwona akamhurumia. Akamkaribia. Akamfunga jeraha zake. Akazitia mafuta na divai. Akampandisha juu ya mnyama wake. Akuishia hapo akampandisha juu ya mnyama wake au tende gari lake. Akampeleka mpaka nyumba ya wageni. Akaondoka naye mpaka hosteli au tende nyumba ya wageni. Akamtunza. Akawa anamtunzia pale. Hata siku ya pili akatoa dinari 2. Siku ya pili tena akatoa dinari 2. Akampa mwenye nyumba ya wageni. Akawa anampa yule aliyekuwa anamhudumia. Akasema, mtunze huyu na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Tunze huyu aliyejeruhiwa, mimi nitakaporudi bado nitaendelea kukulipa tu. Waonaje wewe? Unaonaje wewe mpendwa? Katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyemwangukia? Nani aliyekuwa jirani yake yule aliyemwangukia mikono ya mwovu? Kati ya wanyang'anyi? Ndio. Akasema, Yesu akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Ni yule aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na somo letu. Jiani au safarini kuelekea baraka zako, ni nani aliyesimama mbele yako? Katika mstari huu wa Luka, kitabu cha Luka mlango wa 10:30 mpaka 37, kuna mtu ambaye ametoka Yerusalemu anaelekea Yeriko. Kuna msafiri, yupo mnyang'anyi, ipo aibu, yuko kuhani, yuko Mlawi, Msamaria. Kuna huyu mtunzaji, huyu tunaweza kumuita daktari. Kuna nyumba ya wageni, kuna huruma, yaani kuna mambo mengi hapa. Lakini sasa katika safari yako, ni nani aliyesimama mbele yako? Huyu mtu ametoka Yerusalemu anaelekea Yeriko. Huenda alikuwa anaenda mjini kununua mahitaji yake. Kama ambavyo uko njiani kuelekea kwenye baraka zako. Lakini katikati ya ile njia anakutana wanyang'anyi. Wale wanyang'anyi hawakumwacha, wakampiga, wakamtia jeraha, wakamwacha hapo. Na hivyo kwa bahati nzuri njia ile Biblia inasema alipita kuhani. Au sema mzee wa kanisa au mchungaji au nani. Alipomuona pamoja na hayo yote, hakumjali, alimwacha pale. Biblia inasema bado kwa nasibu tena akaja Mlawi na akamwacha vile vile. Lakini baadaye akaja mpagani au Msamaria, akaamua kumnyanyua. Hakumwacha pale, akampakia juu ya mnyama wake, akaenda naye, akampeleka nyumba ya kutunzia wageni, akamtafuta daktari, akamwambia muhudumie, chochote mimi nitakulipa. Lakini nasema habari ya nani amesimama mbele yako. Umepita mahali gani? Umepita kama mahali pagumu kiasi gani? Umeenda umejeruhiwa hata na watumishi. Umeenda umejeruhiwa na wachungaji. Umeenda umejeruhiwa na wazee wa kanisa. Wewe umebaki hapo hapo. Umejikuta badala sasa uelekee baraka zako, majibu yako, umebaki kila siku umebaki ukiwatazama Walawi. Umeishia kwenye manunguniko yale ya wana wa Israeli. Umejikuta kila wakati umebaki ukilaumu kwamba mimi nimeshindwa safari kwa sababu nimejeruhiwa na Mlawi, nimejeruhiwa na kuhani, nimejeruhiwa na huyu. Kwa hiyo umebaki unategemea huruma za wanadamu. Huyu mtu alipigwa kwenye njiani, na wakati alikuwa anaelekea kwenye baraka zake. Hiyo ni kweli kabisa. Uenda umeonewa sana, uenda umenyanyaswa sana, uenda ukataliwa na kuandama, lakini kwa nini unabaki kusubiria huruma za wanadamu? Bwana Yesu asifiwe. Hao mzee wa kanisa ndio mbele yako, ndio unamwangaliaga hivi mpaka umeshindwa kutoka hapo ulipo. Ni watumishi wa Mungu ndio unawaangalia kila siku. Umeshindwa kuangusha ukuta ulioko mbele yako. Umeshindwa kuona nini kinachokuzuia kwa ajili ya kuangalia watumishi. Kwa nini usiombe Yesu akupe mbinu uvuke?
Kwa sababu ukiisha kutegemea watumishi au kutegemea mwanadamu utabaki kama ulivyo. Yesu alitoa mfano. Kwa sababu gani? Kwa aligundua kuna watu wamebaki wakiangalia makuhani. Hawataki kuitafuta sauti ya Yesu. Hawataki kuangalia nini. Wamebaki hapo, wamechelewa hapo. Ni kweli. Wenda safari yako imebaki. Umebaki kwenye magonjwa. Kama ulivyoona huyu alishakupewa kwa daktari kuna kuhudumiwa huko. Ni magonjwa ndio yamesimama mbele yako. Ndio yamekunyima ukivuka. Ni magonjwa. Nini hiki ambacho kimekuzuia? Umeshindwa kuona uso wa Yesu. Nini hiki kimekuzuia? Kimekusababisha umebaki ukinungunika kila wakati. Ni kweli umejeruhiwa. Umejeruhiwa na mnyang'anyi. Njiani. Umekutana na visa vingi, umejeruhika. Umebaki hapo. Kwa nini usimwambie Yesu akunyosha usonge mbele? Hebu ifike siku. Hata kama umejeruhiwa na nani, hata kama umesukumwa na nani, huyu mtu alitoa majerani kweli, lakini kwa mtu asiyemjua, wewe angetegemea makuhani wangemsaidia, lakini Yesu akamnyanyua mtu asiyemfahamu, mtu ambaye hakumtegemea, ndiye akaenda kumsaidia. Na wewe hebu leo ifike wakati Yesu akuinulie mtu usiyemfahamu, aenda akainue baraka zako. Hebu badilisha mtazamo. Badilisha mtazamo. Ondoa ufahamu wako mahali ulikoweka. Hebu Yesu avue macho yako. Ondoa akili yako mahali ulikoiweka. Ifike wakati umwangalie Yesu ili akuinulie mtu usiyemjua, akuelekeze kwenye baraka zako. Usibaki tena kama ulivyo. Usiweke macho kwa mtu fulani tu. Usiweke tegemeo kwa Yesu, kwa wanadamu. Hebu geuza matumaini yako. Utakapoyageuza kwa Yesu, Yesu atakuelekeza kwenye baraka zako. Wakati mwingine mtu unaandaa veti. Unategemea fulani atakayenitafutia kazi. Akili yako yote, ufahamu wako umeweka pale. Anapokataa, ndio unaishia hapo, huwezi tena kuendelea. Kwa sababu gani? Ulitegemea ndugu yako, kwa vile anakaa ofisi fulani, ndiye atakayenisaidia. Umeumwa ni kweli. Ukategemea ukiumwa na siku ya kwanza tu hivi, mchungaji atafika pale kwako. Hakufika. Basi umebaki na majeraha, huna muda wa kumtafuta Yesu tena. Je, kama Yesu akumtuma hiyo siku? Sababu ungemtegemea Yesu angekuinulia mtu usiyemjua. Na hilo ndio limekuwa sababu ya watu wengi kushindwa safari. Kwa sababu hataki kukaa rohoni uenda. Hataki kubadilisha mtazamo. Tumeweka tu kwamba lazima nikiumwa mchungaji atafika kwangu. Lakini hebu ifike wakati ubadili mtazamo kwamba Yesu ataniinulia malaika zake. Yesu akikuinulia malaika zake, utaona wepesi kuliko ambavyo ushawahi kufikiria. Unasahau siku ambayo Mariamu na kina Martha walikuwa wanamsubiri Yesu aje kumponya ndugu yao. Yesu akachelewa. Mwisho ndugu yao akafa. Wakabaki na manunguniko hawasikia hata wakielimishwa. Hebu ifike wakati badili mtizamo. Isubiri saa ya Yesu. Kama ni mchungaji kuja kwako atakuja tu. Lakini badili mtizamo kwamba Yesu, najua hata hapo mchungaji wangu aliko, utamuonyesha jambo hili. Kama nauma utamuonyesha ataniombea huko. So lazima afikishe miguu yako. Akifika hapa ni kibali. Asipofika mtuma malaika. Akifika ni kibali. Asante Yesu. Asipofika, Yesu na malaika zake anawatuma kila kona. Haleluya. Ukabaki ukinungunika. Huyu mtu huenda alikuwa anatembea barabara bila tahadhari. Sababu alishazoea atashikwa mkono, wachungaji wapo watamuombea. Alikuwa hana maombi ya ulinzi. Ndicho mtu alichokuwa anaelekea Yeriko alikosa. Alikuwa anaga maombi ya ulinzi, alikuwa anaga sadaka za ulinzi, huenda alikuwa hana agano lolote. Kwa hiyo hata kumbukumbu zake hazikuwepo. Hata wa makuhani sio lazima walimsabu na roho mbaya, hawakuwa na kumbukumbu zake. Unataka tu watumishi wa Yesu wakujali, lakini wewe mwenyewe hauna kumbukumbu yote mbele za Yesu. Hebu angalia pia kumbukumbu zako. Huyu mtu hakuwa na kumbukumbu. Ni kweli kuhani alipita, Mlawi alipita. Ndio, Mlawi ndiye aliyechaguliwa wanapokea sadaka. Kwa hiyo kupitia agano pia sadaka, huyu mtu hakuwa na kumbukumbu. Ndio maana Mlawi akampita. Akabaki pale. Ni huruma za Yesu, ndio akasema nasibu. Ni huruma za Yesu ndio zisababisha sasa akampata yule Msamaria mwema akamnyanyua. Kwa nini? Lazima pia tuwe na kumbukumbu, tuwe na agano na Yesu, tumwangalie Yesu ili awe kila kitu kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili awe kila kitu kwetu.
Siku kila mtu apate kumbukumbu mbele za Yesu. Kila mtu awe na kumbukumbu mbele za Yesu, ili iwe sababu ya kutoka mahali kwenda ulipo, lakini ubadilishe pia mtizamo. Yesu akupe ujasiri. Fahamu nani amesimama mbele yako. Hata kama ni mnyang'anyi, Yesu amuondoe. Hata kama ni magonjwa, Yesu ayaondoe. Hata kama ni vifungo, Yesu aviondoe. Hata kama ni majeraha, Yesu ayaondoe mbele yako. Sitembee tena majeraha, moyo umeinama kila wakati. Hebu Yesu aondoe majeraha ndani ya moyo wako, ili muone Yesu amesimama mbele yako. Haleluya. Twende kitabu cha Luka mlango wa 9:51 mpaka 53. Nasoma katika jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu. Amen. Luka mtakatifu sura ya 9 mstari wa 51 na 53. Amen. Ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia. Ikawa siku za Bwana Yesu zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Bwana Yesu aliukaza uso wake kama Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake. Akatuma wajumbe watangulie mbele yake. Wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria. Wale wajumbe wakaingia kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali, ili kumwandalia Bwana Yesu mahali. Lakini mwenyeji hawakumkaribisha. Wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wenyeji hawakumkaribisha Yesu kwa sababu alielekeza uso kwenda Yerusalemu. Amen. Tunazidi bado kujifunza. Ni kweli kabisa. Kuna mambo yamesimama mbele yako. Umebaki ukiangalia madaktari, umebaki ukiangalia zile changamoto ambazo zimesimama mbele yako. Mpaka inafika wakati Yesu anatuma wajumbe. Yesu anapita njia uliopo. Yesu anapita sehemu uliopo ili akubariki. Kutokana wewe kuinamisha moyo, unaangaliaga tu mambo yako, unajiangaliaga wewe mwenyewe, Yesu anaukaza uso, anauelekeza kwingine. Kwa sababu ya nini mwenyewe? Kwa nini unaangalia mahali unakopita? Kwa nini unaangalia aliyesimama mbele yako? Usinyanyue uso muangalie Yesu. Yesu Biblia inasema aliukaza uso wake kuelekea Yerusalemu. Lakini sio kwamba aliukaza tu kwa sababu wenyeji hawakumkaribisha. Kumbe wale watu wa sehemu ile ndio walikuwa wenyeji wa zile baraka. Lakini kutokana kuangalia mambo yao, wakajikuta Yesu anapeleka baraka sehemu nyingine. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zinaweza zikahama, zikaenda kwingine kutokana na moyo wako wewe mwenyewe. Kutokana na kuangalia vitu vilivyosimama mbele yako. Kutokana na kutokumuomba Yesu akupe mbinu ya kuvunja huo ukuta ili umuone Yesu. Inafika wakati Yesu anaelekeza uso wake sehemu nyingine. Wenyeji wanaacha baraka, wanapitwa na baraka hivi. Haleluya. Kwa nini waitwe wenyeji? Wao ndio waliokuwa wanastahili wapokee zile baraka. Lakini Yesu akaelekeza uso wake kuelekea Yerusalemu. Hebu ifike wakati, hata kama umekuwa ukijidharau sana, hata kama umekuwa ukijiona kwamba wewe haustahili kupokea hizo baraka, hebu geuza mifereji sasa ielekee kwako. Haleluya. Hiyo mifereji ya baraka sasa ielekee kwako. Igeuze ielekee kwako. Hata kama Yesu amezikaza kuzielekeza kwa watu wengine, hebu geuza ule mfereji urudishe kwako. Ugeuze kwa jina la Yesu. Usikubali tena kumtazama mtu. Muangalie Yesu, maana ndiye kila kitu kwako, na ndiye anayeweza kuangusha kila kifungo na kila madhabahu ambayo imesimama mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumshukuru Yesu. Bwana Yesu, tunakushukuru. Umekuwa kila kitu kwetu. Tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Sema asante kwa ajili ya Jumapili nzuri.